kumbukumbu ya kifo cha Yesu Kristo pale msalabani. Kwa lugha nyingine kwamba tuko wakati wa kumbukumbu ya Pasaka. Tunaposema kumbukumbu ya Pasaka, maana yake tunasema kwamba tuko kwenye kumbukumbu ya mambo matatu makubwa. Kwanza, kufa kwa Yesu Kristo. Namba 2, kufufuka kwa Yesu Kristo. Namba 3, kupaa mbinguni kwa Yesu Kristo, na tukisubiri kuja kulinyakua kanisa ambalo amelinunua kwa damu yake ya thamani, ambayo ndio sisi, au kanisa ndio mwili wa Kristo. Siku ya leo ninapotamka maneno haya kwa siku hii ya Pasaka, nina mambo ambayo nataka niyazungumze kwenye Pasaka hii ya mwaka 2025. Tunajua ni mwaka wenye mambo mengi, ni mwaka wenye uchaguzi ambao ndio tutafanya uchaguzi mkuu Oktoba. Tutakuwa na uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Sasa mimi leo nimeona nitumie nafasi hii baada ya kuona wenzangu wengi wametoa matamko na maneno mbalimbali, lakini mimi nikaona keza maneno yangu kwenye Chama cha Mapinduzi. Nianze na pongezi. Kwanza ninapenda kukipongeza Chama cha Mapinduzi, viongozi wakuu wa Chama cha Mapinduzi. Ninaposema viongozi wakuu wa Chama cha Mapinduzi, maana yake ni viongozi waandamizi wakubwa wa Chama cha Mapinduzi, ikiwa na maana wa kitaifa. Niwapongeze sana kwa kusogeza uchukuaji fomu wa kura za maoni ndani ya Chama cha Mapinduzi, au niseme na wapongeza viongozi wa Chama cha Mapinduzi taifa kwa kusogeza huu mchakato wa kuchukua fomu kwa ajili ya watu wanaoomba ridhaa ya uongozi kwenye nafasi ya ubunge, udiwani na viti maalum. Mchakato ulikuwa uanze tarehe 1 mwezi wa 5 mpaka tarehe 15. Sasa nimeona viongozi wangu, nimesoma barua ya Mheshimiwa Katibu Mkuu wa chama kwamba umesogezwa mpaka mwezi wa 6 tarehe 28, ambapo ndio utaratibu huo utaanza mpaka tarehe 2. Lakini pia nimemsikiliza Mheshimiwa Katibu Mwenezi, Mheshimiwa Amos Makalla. Amezungumzia sababu za kusogeza. Ni kwamba wameheshimu mawazo ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi, wakaona kwamba hapana, sababu wamepata taarifa kutoka kwa wanachama mbalimbali kwamba sasa wangeona muda huu wasogeze kidogo, au ili waweze kupita kwenye ile michakato na mambo mengine na taratibu zile za uteuzi na kila kitu. Kwa hiyo chama kimeona ni vema kuheshimu na kusikiliza maoni ya wanachama wake. Hapo ninawapongeza sana. Ndio maana nimesema nichukue nafasi hii kuwapongeza. Nawapongeza sana kwa hilo. Maoni yangu, ningeomba viongozi wa Chama cha Mapinduzi katika mchakato huu au katika utaratibu huu wa kuchukua fomu, itakapofika tarehe 28 mwezi wa 6 mpaka tarehe 2, basi katika mchakato huu wajaribu kuhakikisha wanachama wanapata haki yao ambao ipo kikatiba. Naomba viongozi wangu wa chama taifa, wa Chama cha Mapinduzi, viongozi wa Chama cha Mapinduzi taifa, naomba rudisheni haki
za wanachama wa Chama cha Mapinduzi ambazo wanapewa kikatiba. Ukisoma katiba ya Chama cha Mapinduzi ukurasa wa 9 ibara ya 14(3) inasema wazi kwamba mwanachama wa Chama cha Mapinduzi ana haki ya kuchagua au kuchaguliwa. Sasa kama katiba inasema ya chama inasema mwanachama ana haki ya kuchagua na kuchaguliwa, ombi langu na ushauri wangu uko hapo, kwa sababu katiba inasema mwanachama ana haki yake ya kuchagua, lakini pia ana haki ya kuchaguliwa. Sasa nawaomba viongozi wangu wa chama, kama nilivyomsikilizia katibu mwenezi taifa Mheshimiwa Makala alivyosema kwamba Chama cha Mapinduzi kinaongozwa kwa demokrasia, lakini pia kinaheshimu katiba, kanuni na miongozo. Sasa ombi langu na ushauri wangu kwa mwaka huu wa uchaguzi 2025, uchaguzi unaofanyika ndani ya Chama cha Mapinduzi, naomba viongozi kwa hali yoyote na kwa njia yoyote na kwa namna yoyote warudishieni wanachama wa Chama cha Mapinduzi haki yao hiyo ambayo wamepewa kikatiba, haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu kwa sasa hivi chama kimetoa haki upande mmoja. Sasa hivi wanachama wa Chama cha Mapinduzi wana haki ya kuchaguliwa, kuomba uongozi. Wana haki hiyo ya kuomba uongozi. Lakini mwanachama wa Chama cha Mapinduzi mpaka sasa amenyang'anywa haki ya kuchagua, haki ya kupiga kura. Mwanachama amenyang'anywa kulingana na utaratibu ulioko wa chama kwa sasa. Why? Kwa sababu sasa hivi uchaguzi unafanyika kwa wajumbe aidha wa mkutano mkuu au wajumbe hawa wanafika mpaka mabalozi. Unakuta balozi mmoja ana wajumbe 4, jumla wanakuwa 5. Hao ndio wanaenda kupiga kura kwenye kura za maoni kumchagua diwani na mbunge. Sasa unakuta kwamba ndani ya balozi na wajumbe wake 4 wao wako 5. Hao sio wanachama wa Chama cha Mapinduzi peke yao, na wanapoenda kumchagua mbunge au kumchagua diwani alafu baadaye inakuja kusemekana kwamba huyo ni chaguo la wanachama, inakuwa sio kweli. Mimi nilikuwa naomba kwamba turudishe au rudisheni haki ya mwanachama kupiga kura, haki ya mwanachama kumchagua kiongozi wake anayemtaka yeye mwenyewe. Kiongozi au mwanachama akipewa hiyo haki ambayo amepewa kikatiba, sasa asiponyang'anywa hiyo haki akachagua, ninajua kunakuwa na changamoto. Nafahamu 2010 kulifanyika uchaguzi wa kura za maoni ambao wanachama wote walipiga kura. Haikuwa wajumbe, sijui mabalozi, sijui nani mkutano mkuu, hapana. Walipiga wanachama wote. Maana na mimi mwenyewe nilichukua fomu nikigombea ubunge jimbo la Moshi mjini. Wakati ule wa Samburo, Chama cha Mapinduzi kilikuwa hakiwezi yani kama mwanachama wa Chama cha Mapinduzi ulikuwa huwezi kuvaa hata kofia ya chama, ulikuwa huwezi hata kuvaa t-shirt ya chama, kwa sababu ukivaa utazomewa, utapigwa. Kwa hiyo 2010 mimi nilichukua fomu na tulipambana, wanachama walichagua, lakini CCM makao makuu taifa wakarudisha jina la Salakana. Tulikuwa wagombea wengi zaidi ya karibu 30 hivi, na aliyokuwa ameongoza alikuwa Buni. Salakana jina lake lilikuwa mtu wa 3. Lakini aliporudi bado wanachama walifurahia kwa sababu wamepewa nafasi ya kupiga kura. Ninajua kuna changamoto katika hilo, kuna changamoto ziko nyingi, lakini changamoto hizi ningeomba viongozi wangu basi itumike busara, itumike hekima na itumike mbinu yoyote ile
lakini isiwe ni kumnyang'anya mwanachama haki yake ya kumchagua kiongozi wake, na wala asipewe nafasi tu kwamba balozi sijui na wajumbe wale au wajumbe wa mkutano mkuu ndio wanamchagulia mwanachama. Sioni kama inakaa sawa. Ni ushauri wangu ni kwamba ningeomba, na hasa kipindi hiki mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi aliyoko madarakani sasa, ambaye ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uongozi wake ni uongozi shirikishi. Ni uongozi shirikishi, uongozi wa kidemokrasia. Kwa anashirikisha kila kinachoendelea. Kwa hiyo kwa sababu uongozi wa mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa ni uongozi wake ni shirikishi, ningetamani hata kwenye kura za maoni na kwenye uchaguzi ndani ya chama, kabla ya kufika mwezi wa 6, basi chama taifa, iwe ni halmashauri kuu iitwe ya haraka, au ni mkutano mkuu au ni nini, lakini kuwe na vikao vya haraka sana, ili kumrudishia mwanachama wa Chama cha Mapinduzi haki yake hiyo ya kuchagua. Tukifanya hivyo tutakuwa tumeheshimu demokrasia ndani ya chama, na pia tutakuwa tumempa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi haki yake. Kwa mfano, mimi naweza nikasema sitaki kugombea. Haki ya kugombea mimi sihitaji. Labda nimeona katika haki mbili, ya kuchagua au kuchaguliwa. Sasa ya kuchaguliwa mimi nimeona hiyo sihitaji. Sihitaji kuchukua fomu kugombea uongozi ndani ya chama. Lakini nisinyimwe haki ya kuchagua. Eti kwa sababu mimi sio balozi, eti mimi sio labda mwenyekiti wa kata au watawi, au labda sio kiongozi ndani ya chama, eti kwa sababu mimi ni mwanachama wa kawaida basi ninyimwe haki yangu ya kwenda kupiga kura kumchagua kiongozi ninaotaka, au haki yangu hiyo muihamishe na kuipeleka kwa mabalozi na viongozi wengine kwamba wakanichagulie. Swala la kupiga kura kuchagua viongozi halina kuwakilishwa, halina uwakilishi. Ndio maana katiba imempa direct kila mtu haki ya kuchagua. Kwa ombi langu kwa viongozi wangu, mwenyekiti wa chama taifa, makamu mwenyekiti, katibu mkuu, mwenezi na uongozi wote wa kitaifa, naomba turudishieni sisi wanachama wa kawaida, turudishieni haki ya kuchagua. Ili mimi nina kadi yangu ya Chama cha Mapinduzi, nimeilipia, ni mwanachama hai, sihitaji kuwa kiongozi, lakini nipewe haki yangu ya kwenda kupiga kura kumchagua kiongozi ninayemtaka. Sio nichaguliwe eti na balozi au na nani. Hiyo itaepusha pia rushwa. Wanachama wote wakirudishiwa haki yao ya kuchagua, ambao ndio wamepokwa. Yaani sasa hivi wanachama wamepokwa haki ya kuchagua. Wanachama wanachaguliwa viongozi na mabalozi na viongozi wa chama au mkutano. Maana huwezi kwenda kwenye ule mkutano kama wewe sio kiongozi wa chama. Huwezi kwenda kama wewe sio balozi, sio mjumbe wa nini, huwezi kwenda kuchagua. Unaona? Kwa wamepewa haki tu ya kuchaguliwa, lakini ya kuchagua wamenyimwa. Wanachama wa kawaida kabisa hawana haki ya kuchagua. Iwapo mtarudisha haki hizo kwa wanachama, viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi, mtakuwa mmefanya kitu kimoja kikubwa sana. Kwanza, mtakuwa mmepunguza rushwa. Sababu mtu anapiga mahesabu, au anaotaka kugombea ubunge, udiwani, anajua kabisa balozi fulani ana wajumbe, shina namba fulani lina balozi na wajumbe wake 4. Sasa mtu anaangalia wajumbe 4 pamoja na balozi ni watu 5. Mtu anapiga mahesabu, anajua kabisa kwenye kata ina wajumbe wangapi. Kwa mfano, sitaki kutaja jimbo fulani. Kwa mfano, unakuta jimbo lina wapiga kura 600 kwenye kata. Mtu anajua kabisa wapiga kura 600 hawa ndio wa kata nzima. Kwa kudeal na watu 600 ni jambo rahisi sana. Kwa mtu wenye fedha, wanatafuta namna ya kuonana na mabalozi. Kwa mfano, sasa hivi kuna mambo ambayo yanaendelea ambayo kwa kweli sio mazuri, kwa sababu unakuta kwamba ni mbunge au ni mbunge yuko madarakani,
au ni mtu anataka ubunge na anajua kabisa atachukua fomu, na wako wengine wanataka kutangaza nia na wao, wacha yule ambaye yuko madarakani, lakini kuna wengine wanataka kutangaza nia. Kuna wengine wanataka udiwani. Tayari sasa hivi wameshaorodhesha. Sasa hivi tuna mabalozi, hivi ninavyoongea tuna mabalozi wanaolipwa mshahara. Mtu anajua kabisa mwezi wa 6, wa 7, wa 8, wa 9 na wa 10, miezi mitano, akimpangia tu balozi 50,050 kwa miezi mitano, balozi ataongea nini? Na sio rahisi kujua kwamba rushwa inatembea vipi. Wako watu wanalipwa hela, wameahidiwa na wanapewa hela na utajua, yani inakuwa ni rushwa tupu, na ni namna ambayo, na ukiangalia rushwa hiyo ni kwa ajili ya kuchagulia wanachama viongozi, japo inaonekana huyu ni chaguo la Chama cha Mapinduzi, lakini ni chaguo la viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Mwanachama wa kawaida amenyimwa hiyo haki, amenyang'anywa hiyo haki ya kikatiba katika ukurasa wa 9 ibara ya 14(3), ambayo hii imempa haki mwanachama kuchagua na kuchaguliwa. Naomba irudishwe hiyo haki, wanachama wawe na haki yao.